Kuna kitu huitwa mgogoro wa nafsi. Kitu hiki husumbua sana mioyo ya watu, ili hali hawajui nini cha kufanya. Ndicho kinachowakuta mashabiki wa Simba wanaofuatilia, ama mashabiki kindaki wenye nia na mapenzi ya dhati na timu yao. Sakata la kocha limekuwa na hisia tofauti miongoni mwa jamii na wadau wa soka kwa ujumla. Ni nini kiini cha matatizo katika klabu ya Simba? Ni nini changamoto? Migogoro ya ndani ama sababu za kiufundi, na maanisha kocha pamoja na benchi lake la ufundi? Hayo ni maswali magumu sana ambayo Simba wanajiuliza. Mpaka sasa hivi Simba iko dilema katika ligi ya mabingwa barani Afrika baada ya kupoteza michezo miwili ya mwanzo na kubaki na pointi 0 mpaka sasa hivi. Simba wanashuka dimbani kumenyana na Azam FC baada ya ile iliyopita ya Mbeya City chini ya kocha Selemani Matola kuweza kufanikiwa kushinda mabao 3-0. Sifa zilikuwa nyingi sana kwa Matola, lakini je, kwa nini Matola hana makosa kwenye uongozi wake? Ni kwa nini Matola amekuwa kibaki endapo makocha wa kigeni wanafukuzwa na kuja na kupishana mithili ya kwenye basi la Abudi? Tatizo ni nini kwa Matola? Matola ana kitu gani special anachoipa Simba? Hayo ndio maswali yasiyo na majibu mpaka sasa hivi. Simba wanashuka dimbani kumenyana na matajiri wa jiji Azam FC, moja kati ya mechi nzuri na mechi bora kuwahi kutokea kwenye ligi kuu nchini, ligi kuu ya NBC. Mambo yanaweza kuwa tofauti kwa Matola au yakaendelea kuwa mazuri. Endapo yakiwa tofauti, nani alaumiwe? Nani wa kufukuzwa tena pale Simba? Endapo yakiwa mazuri, je, Matola apewe timu au tutafute kocha mwingine ambaye atakuwa na rangi nyeupe? Ni kwa nini makocha wa Kiafrika hawaaminiki tena kwenye ligi kuu NBC? Tumeliona hilo kwa vilabu vyetu vikubwa Tanzania, ikiwemo Yanga, Singida Black Stars pamoja na Simba kuweza kuita makocha wageni wazungu ambao wengi wao wameleta mafanikio, lakini wachache wamevurunda, kama kocha Matatu. Naitwa Sponsor, hii ni NTV.